Rais wa Urusi Vladimir Putin anasema Urusi sasa inakumbwa na uhaba wa mafuta baada ya mashambulizi ya Ukraine. Rais Vladimir Putin wa Urusi amekiri kwamba nchi yake inakabiliwa na kile alichokiita uhaba fulani wa mafuta katika mahojiano yaliyochapishwa na Kremlin jana Jumapili. Rais huyo wa Urusi Vladimir Putin, ambaye mara kadhaa amekuwa akizungumzia juu ya kile kinachoendelea katika vita hivyo kati yake na Ukraine, amekuwa akisema wazi kwamba mataifa magharibi yanatamani kuiona Urusi ikianguka na kushindwa katika vita hivyo, lakini licha ya uhaba wa mafuta unaoendelea nchini humo kutokana na mashambulizi ya taifa la Ukraine katika miundombinu ya mafuta, lakini taifa hilo litaendelea kusimama imara. Kauli ya kiongozi huyo ameitoa kufuatia mashambulizi ya mara kwa mara ya Ukraine katika vita vilivyoingia katika mwaka wake wa 4. Ukraine imesema mashambulizi yake ni kisasi cha haki dhidi ya mashambulizi ya karibu kila siku ya Urusi yanayolenga raia na miundombinu ya nishati tangu uvamizi wa Februari 2022. Putin amesema mashambulizi ya Kiev yanayolenga miundombinu ya nishati yamesababisha matatizo ikiwemo uhaba wa mafuta, ingawa amesisitiza kuwa hali hiyo sio ya kutisha. Ameongeza kuwa kipaumbele cha Urusi kwa sasa ni kuimarisha ulinzi dhidi ya mashambulizi ya anga na kuhakikisha upatikanaji wa mafuta, hususan katika eneo la Crimea. Katika mahojiano hayo, Rais Putin amesema anatarajia timu ya upatanishi kutoka Marekani kuwasili Moscow kujadili namna ya kumaliza vita vya Ukraine pindi Washington itakapopunguza mzigo wa kushughulikia mzozo wake na Iran na Mashariki ya Kati. Mnamo siku ya Ijumaa, mamlaka za Crimea, eneo lililotwaliwa na Urusi, zilitangaza hali ya dharura kutokana na uhaba wa mafuta na kukatika kwa umeme kufuatia mashambulizi ya Ukraine yaliyolenga njia za usafirishaji na miundombinu ya mafuta. Katika taarifa nyingine, Kremlin imekanusha madai ya kuishinikiza Belarus katika uwanja wa vita. Ikulu ya Kremlin imekanusha ripoti ya gazeti la Wall Street Journal la nchini Marekani iliyodai kuwa Urusi inaishinikiza Belarus kuunga mkono upanuzi wa vita vya Ukraine. Ripoti ya gazeti la The Wall Street Journal ilidai kwamba Moscow inataka kuitumia Belarus kama kituo cha kuzindulia mashambulizi makali zaidi dhidi ya Ukraine, na kwamba Urusi ilikuwa ikitishia kusitisha msaada wa kifedha endapo Minsk haitatoa ushirikiano unaotakiwa. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema madai hayo hayalingani na hali halisi na kusisitiza kuwa Belarus mshirika wa karibu wa Moscow. Mnamo mwaka 2022 majeshi ya Urusi yalitumia ardhi ya Belarus kama sehemu ya kuanzishia mashambulizi dhidi ya Ukraine katika vita ambavyo sasa vinaingia katika mwaka wa 5. Kwa upande wake, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekuwa akionya katika miezi ya hivi karibuni kwamba anaamini Moscow inapanga kuihusisha Belarus zaidi katika mzozo huo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, na bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Jina langu ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ili uyafahamu mengi yanayojiri duniani kupitia hapa The World News.